serikali imeondolea mbali gharama za matibabu kwa wote waliojeruhiwa kwenye maandamano yaliyoshuhudiwa hivi majuzi, hatua ambayo inalenga kupunguza mzigo wa kifedha kwa familia zao. Kwenye taarifa Jumatatu, waziri wa afya Aden Duale aliagiza hospitali kuu za Kenyatta kugharamia malipo ya matibabu kwa wote waliofikishwa kwenye hospitali hiyo kwa matibabu kufuatia maandamano hayo kwa kutumia hazina yake ya mikasa. Wizara ya Afya pia iliahidi kuwasaidia wote ambao bado wanauguza majeraha waliopata kufuatia maandamano hayo. Agizo hilo linajumuisha malipo ya matibabu kwa marehemu Boniface Kariuki ambayo yalitimia takriban 815,805 alipofariki siku ya Jumatatu alasiri. Na tukiachana na hayo, serikali imetoa wito kwa wazazi na wazee kuwashauri vijana dhidi ya fujo. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Kifedha Daktari Raymond Omolo ametoa wito kwa wazee katika jamii kujihusisha zaidi katika maisha ya vijana na kuwasaidia kuwa watu wenye maadili mema ambayo wanaheshimu taasisi na mifumo ambayo ni msingi wa maadili ya kidemokrasia. Akiongea wakati wa hafla ya uzinduzi wa tarafa za Tarakwa na Kapletundo kwenye kaunti ya Bomet, Daktari Omolo alikashifu visa vya ghasia na makabiliano ya polisi pamoja na uporaji wa mali, akionya kuwa wote waliohusika watachukuliwa hatua za kisheria. Alisema ghasia zilizoshuhudiwa hivi majuzi ziliathiri pakubwa maadili ya kidemokrasia nchini, huku akiwahimiza wanasiasa dhidi ya kutumia vibaya vijana kuvuruga amani nchini. Alitoa wito kwa wabunge kufanya marekebisho sehemu ya 37 ya katiba ili kutoa fursa kwa maandamano ya amani na kuzuia mwingilio wa wahalifu wanaosababisha uharibifu na wizi. Spika wa bunge la kaunti ya Kilifi Tendi Mwambire amebanduliwa rasmi kwenye wadhifa huo na wawakilishi wadi wa bunge hilo. Mwambire alitimuliwa baada ya wawakilishi wadi 40 kupiga kura ya kuunga mkono mswada wa kumbandua mamlakani, huku wawakilishi wadi 10 wakipiga kura ya kupinga hoja hiyo. Jumla ya wawakilishi wadi 50 wa bunge hilo wameshiriki zoezi la upigaji kura kuhusu mswada huo wa kuondolewa mamlakani kwa spika huyo. Mswada wa kumbandua mamlakani Mwambire uliwasilishwa bungeni humo na mwakilishi wadi Tezo Thomas Chengo, ambaye pia ni kiranja wa wachache katika bunge hilo kutokana na madai ya utumizi mbaya wa afisi miongoni mwa sababu nyinginezo. Chengo pia alimlaumu spika huyo kwa kuhujumu operesheni za kamati za bunge hilo na kudumaza mchakato wa utayarishaji bajeti, ambapo alivunjia mbali kamati ya bajeti na badala yake kupendekeza kamati ya bunge lote. Kufuatia hatua hiyo, naibu spika wa bunge hilo Naftali Kombo sasa amechukua wadhifa wa kaimu spika, ambapo atahudumu kwa muda wa siku 21 hadi spika mpya atakapochaguliwa. Maafisa wa polisi wamewakamata washukiwa 4 wanaoaminika kuwa wanachama wa genge la ujambazi eneo la Diani, kaunti ya Kwale. Walikamatwa baada ya operesheni iliyotekelezwa na maafisa wa asasi mbalimbali za usalama katika maeneo ya Magutu na Ukunda kwenye kaunti ndogo ya Msambweni. Hao walikamatwa wakiwa na silaha kadhaa zinazojumuisha mapanga na visu kwenye operesheni hiyo ya alfajiri. Kwa sasa wanazuiliwa kwenye korokoro za polisi wakisubiri kufikishwa mahakamani. Huduma ya Taifa ya Polisi NPS imetoa wito kwa umma kuwa waangalifu na kuendelea kutoa habari zinazowasaidia maafisa wa usalama kukabiliana na uhalifu.